Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika vyanzo vyetu mbalimbali, hii ndiyo orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wameweza kukamilisha usajili na wengine wapo katika mazungumzo, wapo katika hatua ya mwisho kukamilisha usajili ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni kwa mujibu wa mapendekezo ya kocha mkuu. Hapa tukienda kumwongelea Steve Barker, miongoni mwa makocha ambao wanakiinua kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa ustadi wa hali ya juu. Nyota wa kwanza wa kimataifa ambaye tayari amekamilisha usajili wa kujiunga na miamba ya soka ya Simba Sports Club ni kiungo mshambuliaji, kiungo mchezeshaji kutokea katika nchi ya Nigeria. Hapa tukienda kumwongelea Ibrahim Diaba. Fahamu Ibrahim Diaba ni mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu ya soka ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, na nyota huyu tunaona amemaliza mkataba wake na klabu hiyo ya soka ya Stellenbosch kutokana na kufanya kazi na kocha Steve Barker. Basi Barker ameweza kupendekeza kwamba kiungo huyu aweze kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba ili kwenda kuitengeneza Simba bora katika lile eneo la kiungo, kwa sababu bado hajaridhishwa na kiwango ambacho kimeweza kuonyeshwa pale katika eneo la katikati. Kwa hiyo Simba kutokana na mapendekezo ya kocha Steve Barker, basi moja kwa moja wakaingia kufanya mazungumzo na kiungo huyu Ibrahim Diaba kutokea katika nchi ya Nigeria, ambaye alikuwa akicheza Stellenbosch ya Afrika Kusini. Vile vile alishaye kucheza Maccabi Haifa, klabu ambayo inashiriki ligi pale nchini Israeli. Kumbuka Ibrahim Diaba ni kiungo mwenye umri wa miaka 23, akiwa anatumia mguu wa kushoto, basi ana uwezo wa kuaccelerate, yani kuteleza na kwenda mbele kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi. Kwa ndio hivyo Ibrahim Diaba ni kiungo mpya katika viunga vya Msimbazi. Ukiachana na Ibrahim Diaba, klabu ya soka ya Simba kwa mapendekezo ya kocha Steve Barker, basi wameweza kufanya mazungumzo na kiungo kutokea Ivory Coast, Mody Toure. Mody Toure ni kiungo ambaye alikuwa akicheza klabu ya El Mahala ya pale nchini Misri, ambapo kiungo huyu msimu uliomalizika alikuwa katika kiwango bora sana. Mchezaji huyu Mody Toure analetwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa ajili ya kuja kusaidiana na Yusuf Ali Kagoma, ambaye msimu uliopita ameonekana kucheza michezo mingi sana, dakika nyingi pasi kupumzika. Mchezaji huyu naye pia anatumia mguu wa kushoto Mody Toure, na anasifika kwa uwezo wa kukaba na kunusa hatari. Vile vile ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kustrike ama kupiga mashuti makali nje ya boksi. Kwa hiyo Simba mara baada ya kupewa sifa za kiungo huyu, na kocha mwenyewe amejidirisha kwamba ni miongoni mwa viungo ambao atakwenda kuwatumia kuelekea msimu ujao katika lile eneo la katikati, basi Simba amefungua mazungumzo na mchezaji huyu Mody Toure, na kwa upande wa wakala ambao wanamsimamia mchezaji huyu wameweza kukubali mchezaji huyu kuja kujiunga na Simba kwa sababu ya project na Simba kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mody Toure kwa sasa kichobaki ni kuvunja mkataba wake na klabu ya soka ya Al Maham, mkataba wa mwaka mmoja, ambapo kwa upande mwingine mara baada ya hapo atajiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezaji wa tatu wa kigeni ambaye Simba wapo katika mazungumzo naye ni Peter Shalulile. Hakika katika kupita kwako huko katika tetesi ambazo kwa sasa zinaendelea, jina la Peter Shalulile linahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Peter Shalulile ni nani? Fahamu, Peter Shalulile ni mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo nyota huyo mwenye umri wa miaka 30 amemaliza mkataba na klabu hiyo, licha ya klabu kupambana kumongezea mkataba, lakini nyota huyo amesema inatosha, ngoja akatafute changamoto nyingine. Habari za ndani kabisa ni kwamba Simba wana uhaba wa striker. Ukiangalia walikuwa wakimtumia Elim Panzu zaidi, basi Simba wakaona ni vyema kwenda kumchukua Peter Shalulile ambaye ni mchezaji huru, mchezaji kutokea katika nchi ya Namibia na ndiye team captain wa timu ya taifa Namibia. Vile vile alikuwa ni team captain msaidizi wa timu ya Mamelodi Sundowns. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kufumaniwa nyavu, aswa akiwa anasimama katika lile eneo la namba 9. Ukiachana na Peter Shalulile, klabu ya soka ya Simba mara baada ya kusikia
Fiston Kalala Mayele, mwamba huyu kutokea Kongo mwenye umri wa miaka 32, mchezaji ambaye amekuwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika katika ile orodha ya wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Vile vile amewahi kutoa tuzo ya mchezaji bora ligi kuu ya NBC. Fiston Kalala Mayele amewahi kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika na kutoa kiatu cha mfungaji bora ligi ya mabingwa. Basi kwa sasa amegoma kuongeza mkataba na klabu ya soka ya Pyramids, na kwa sasa ni mchezaji huru. Simba wameanza kufanya mazungumzo na mwamba Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo kama kila kitu kitakwenda sawa, basi Simba kuna uwezekano mkubwa wakamchukua Peter Shalulile sambamba na Fiston Kalala Mayele. Tuambie kwenye comment section kati ya Fiston Kalala Mayele na Peter Shalulile, bweka upande wako, unaoshauri uongozi wa Simba umsajili nani? Shuka kwenye comment kadondoshe maoni na sitakuja kuyasoma.